Ujambo mpenzi msikilizaji wa Radio Kivu popote pale ulipo, ni kwamba matumaini yangu makubwa kwa mzima wa afya, na kwa mara nyingine tena uko kando ya radio yako ili kuweza kusikiliza matangazo yetu, na kukaribisha kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo, uchambuzi ambao unagubikwa na ukurasa wa habari muhimu hii, uchambuzi wa habari toka waandishi wetu mbalimbali, makala ya michezo na burudani, pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku ni Omari Makelele Ozile, upande wa pili na Samuel kijana Jean Makelele Ekala Jaden. Nasema tuambatane kwa pamoja mwanzo hadi tamati. Msikilizaji, karibu. Kama kawaida yetu, kabla kuingia kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari zenyewe kwa kina, unakuwa unapata fursa kusikiliza habari muhimu za leo zaletwa na mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma. Karibu. Naam, asante sana mwenzangu Omari Makelele Ozil kwa habari muhimu siku ya leo. Acha tuanze na habari hizi katika mji wa Baraka. Ni visa zaidi ya 300 vya ugonjwa wa kipindupindu ndivyo tayari vimeorozeshwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu ndani ya mtaa wa afya wa Fizi. Kwa swala hilo, uongozi wa mtaa huo umeomba raia kuheshimu kanuni za kiafya. Kuto kuwepo kwa wakuu viongozi wa jimbo la Kivu Kusini kama vile gavana na makamu wake kwenye eneo ambazo bado serikali inadhibiti ni kosa kubwa, kwani vinyume vya hayo ni vingi. Ndivyo amesema hayo notable Andre Biadunia Mashaka, ambaye ameomba serikali kuu ya Kinshasa kuvalia njuga swala hilo. Tutamatishe habari muhimu na habari hizi zingine zisemazo kuwa tumefika Baraka na makao makuu ya tarafa la Fizi ili kuja kutafuta amani ya kudumu maeneo haya. Ndivyo amesema hayo kamanda wa vikosi vya SNPCC Amuri William Yakutumba wakati alipokuwa akitoa hotuba yake ya hadharani huko Fizi kati, makao makuu ya tarafa, mchana wa siku ya Ijumaa tano hii ya tarehe 14 Januari 2026. Omari Makelele Ozil, naweka nukta kwa habari muhimu. Asante sana mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa ukurasa wako habari muhimu. Hivi sasa tujikite ndani ya uchambuzi wetu wa habari zenyewe kwa kina, tukianzia katika mji wa Baraka. Ni kwamba ni visa zaidi ya 300 vya ugonjwa wa kipindupindu ndivyo tayari vimeorozeshwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu ndani ya mtaa wa afya wa Fizi. Kwa swala hilo, uongozi wa mtaa huo umeomba kwa raia kuheshimu kanuni za kiafya. Idadi hiyo imetolewa kupitia kikao kikuu cha kukagua ugonjwa wa kipindupindu kilichoitishwa siku ya 3 ya wiki tunayo, naye mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Fizi akialika serikali ya mji na mashirika ya kiutu. Dr. Albert Mangaiko Sadiki, mganga mkuu wa mtaa wa afya, amesema kipindupindu kinazidi kuongezeka kama anavyoeleza. Ugonjwa unazidi kushamiri, unazidi kuongezeka. Kwa wiki ambayo tumetoka kumaliza, ambayo tunaita ni wiki ya pili ya mwaka huu 2026, mtaa wetu afya wa Fizi uliwahi kuorozesha wagonjwa 312. Ni idadi kubwa sana, na hivyo karibuni eneo zetu zote za afya ziliwahi kupata wagonjwa. Naweza nikasema aire de santé ya Baraka ilikuwa kwa mstari wa mbele, ikifuatiwa na aire de santé ya Mayenga, Kalunja, Dine, Sebele na Kazimia. Na tunajua kama inaweza ikatokana na gisi watu wanakuwa na ukosefu au upungufu wa vyoo sanifu, upungukiwa pia na maji mazuri ya kutumia, na hiyo yote inatokana katika mazingira ya wingi wa watu mahali pamoja. Hiyo tunaita promiscuité kwa lugha ya Kifaransa. Watu wanafungana mahali pamoja kutokana na kukimbia vita huko na huko. Hata hivyo, namba moja huyo wa mtaa wa afya wa Fizi ameomba raia kuendelea kuheshimu kanuni za kiafya kwa kupiganisha ugonjwa huo. Dr. Albert Mangaiko Sadiki arejea mara tena. Kutokana na kipindupindu, acha niseme kama ugonjwa unatokana kwanza na kutokukomesha ile tabia ya kuweka kinyesi hadharani nje. Kwa Kifaransa tunasema defecation à l'air libre. Cha pili ni kuwa na katika hali ya upungufu
wa maji mazuri ya kutumia, carence au pénurie en eau potable, na ya mwisho ni kutokuwa na zile tabia nzuri za kuweza kulinda usafi au kuosha mikono mara kwa mara. Kwa hiyo kama naweza nikatoa ujumbe wangu ni kukumbusha wale wa responsable wa menage, lazima kila menage iwe na choo chake, na tuelekeze watu kwenda kwenye vyoo bali pa kutia uchafu hadharani. Pili, watu ige tabia nzuri ya kutumia maji ambayo yametiwa dawa, pamoja na kwanza katoa harufu kabaya au harufu ya klore ni dawa, lakini natusaidia kukinga magonjwa. Na mwishowe tuwe waangalifu, tuweze kuzingatia zile tabia nzuri za kuosha mikono tunapotoka kwenye choo, kabla ya kula, kwa mama mwenye kunyonyesha kabla ya kunyonyesha mtoto, kabla ya kupika chakula na kadhalika. Tubaki tu katika mji wa Baraka ni kwamba uongozi wa wafanyabiashara feke ndani ya mji wa Baraka na tarafa la Fizi umetaja kusikitishwa kuona baadhi ya viongozi wa idara za kiserikali ambao wako nje ya nchi kwa kukimbia machafuko ya kivita kuwataka wafanyabiashara kuanza kulipa ushuru kama kawaida kwenye duka zao. Akiwa mbele ya microphone zetu, Mukambilwa Ninja Denis, kiongozi makamu na kwa muda wa FEC Pabaraka Fizi, amesema kuwa ni jambo la kushangaza kuona viongozi wa kiserikali waliokimbia wanaamuru wafanyabiashara kuanza kulipa. Mukambilwa Ninja Denis, kiongozi kwa muda wa FEC katika mji wa Baraka na Fizi, aeleza yafuatayo. Tumeikaa chini na serikali ya jiji la Baraka, tukaonesha magumu ambao tuko nayo, lakini mshangao ambao tuko nao, wasimamizi wa maservisi wenyewe wako hata ndani ya hii jiji la Baraka, wengine wako Tanzania, wengine wako sijui Burundi, wanadeklare juu ya maservisi kwamba ianze mika. Ndiyo, sisi kama wafanyabiashara ndani la tarafa la Fizi na jiji la Baraka hatujakataa serikali kusema kwamba inaweza tumika. Tuko pale kunegosie serikali, tuongee yale ambayo inaweza saidia jiji letu la Baraka na tarafa letu la Fizi. Lakini sasa shida ambayo tuko nayo, tumeenda kuonesha kwamba sisi hatuwezi lipa ushuru mara pili. Hiyo ndio tuko napenda kuonesha kwa sisi wafanyabiashara. Hatuwezi tukalipa ushuru mara pili. Kulipa ushuru mara pili ni namna gani? Tunalazimishwa tulipe wazalendo, effort de guerre, tunalazimishwa tulipe serikali. Sasa hiyo tuko nalipa double impôt. Na hiyo ndio tuko napenda kuonesha kwamba msheria za nchi haipo na haiwezekanaki. Watu wako naona hapa jiji la Baraka, hawako naona matatizo ama shida ambazo watu wanakabiliwa nazo pembezoni mwa jiji la Baraka. Kuna matatizo ambao wafanyabiashara wanasumbuliwa huko. Ndio sababu ya sisi kukataa kulipa impôt mara pili ama ushuru mara pili. Kama ni serikali itasema ndio itachukua majukumu ya kulipisha ushuru, tuko tayari serikali ichukue majukumu na wazalendo waikae chini wasubirie serikali iwaripotie kulingana na gisi watatoza hiyo ushuru, wapewe pourcentage zao, bila wazalendo kuonekana sehemu zile ambazo ni za ushuru. Na kama serikali haitaweza hiyo maamuzi, basi waachie wazalendo wafanye hiyo effort de guerre, watoze hizo pesa, kwa sababu hali tungana nao na wakati inaruhusu. Upande mwingine, Mukambilwa Ninja Denis ameonesha wao kama wafanyabiashara hawapo tayari kulipa pesa ya ushuru wa idara yoyote kwa vile hakuna uongozi wa jimbo la Kivu Kusini. Mukambilwa Ninja Denis amerejea mara tena. Jambo letu la pili, tulienda kuonesha kwamba sisi kama wafanyabiashara ambao tunafanya biashara hapa ndani ya jiji la Baraka, tulienda kuonesha kwamba tusaidiwe na serikali. Wakati tunalipaka na tunapewa memprime de valeur, na leo benki hakuna, direction provinciale hapa kwetu haipo. Sasa tuchukue pesa tupatie mtu, tumpe mtu atie mfukoni, hakuna exemplaire yote anatupatia nyinyi inaweza tusaidia kudeklare wakati yote, control inaweza kuya, verification inaweza kuya, recouvrement forcé inaweza kuya. Hatuna sibasima yoyote ambayo tunaweza kuwa nayo, na tukubali tu zile pesa tutowe tupane, tupatie mtu atie mfukoni mwake. Sisi wafanyabiashara ile tunakataa. Tunaambia serikali ya jiji la Baraka na ndani ya tarafa la Fizi kwamba atukubaliani na ile mawazo, na tutaendelea kukataa kukubaliana na mawazo yoyote ambayo itatusababisha sisi kutuambia kwamba tufanye vitu ambavyo haviwezekani. Kwa hiyo tunaambia serikali, kama hapa hakuna kadeko, kama hapa hakuna coordination ya province, hatutakubali
kutoa pesa tupatie mtu wa service yoyote, na hakuna kitansi atatupatia, hakuna dokima yoyote ambayo atatupatia, tumpe tu pesa. Afadhali tupatie wazalendo hizo pesa wawe nazikula kama effort de guerre, na kama kutakuwa matatizo itajitokeza huko mbele, tuko tayari mbele ya serikali. Tujielekeze huko Fizi Center, makao makuu ya tarafa la Fizi. Ni kwamba tumefika Baraka na makao makuu ya tarafa la Fizi ili kuja kutafuta amani ya kudumu ya maeneo hayo. Ndivyo amesema kamanda mkuu wa SNPCC Amuri William Yakutumba wakati alipokuwa akitoa hotuba ya hadharani huko Fizi, makao makuu ya tarafa, mchana wa siku ya Jumatano ya tariki 14 Januari 2026. Mengi zaidi kulingana na habari hii na mpisha Bibu Kurtantin Aldama ambaye ametuandalia ripoti ifuatayo ndani ya studio. Katika mazungumzo na vyombo vya habari, mkuu wa wazalendo Amuri William Yakutumba ameomba raia wa Fizi na Baraka kuishi kwa amani na umoja, kwani raia ilivurugika sana kufuatana na hali ya vita. Nilikuja hapa makao makuu ya tarafa ya Fizi jana kwa ajili ya mambo mawili. Jambo la kwanza tulikuja ni kwa ajili ya kutafuta namna gani kutafuta amani ya kudumu, usalama zaidi wa teritoria ya Fizi ensemble na vile ya Baraka. Ndio maana tulifika hapa, tulimaliza Baraka, tunakuja hapa kwa ajili ya kutafuta namna gani amani izidi kwa ya kudumu ndani ya teritoria ya Fizi pamoja na jiji la Baraka. Swala la pili ni kwa ajili ya kuja kufanya maziko ya ndugu yetu ambaye Generale Anyemba Jamari. Yeye ni komanda base navale, alikufa muvita ya depuis le 16 pale Munene Mumaji. Alors yeye ni mare, wakati wanafanya vita ya Mumaji, ule komanda mare alitoweka. Ni kawaida ya mwanajeshi, wanapambana vita sababu wanajitolea kwa damu kwa ajili ya kukomboa nchi yetu. Ndio tuliona tukuje tumuzike hapa kwenye makao makuu ya tarafa la Fizi kama vile kwao. Raia la Fizi na jiji la Baraka wazingatie kusema kwamba tumekuja hapa ni kuleta amani ya kudumu, usalama ukue katika eneo hizi. Tunajua katika eneo hizi watu walivurugika sana. Walivurugika na mambo ya vita, kusema AFCM 23 itafika Baraka, itafika Fizi. Population nayo ibaki na umoja. Donc ibaki soudain pour que tujupate nguvu huku kubazi ya kwenda kugombanisha adui kule. Upande mwingine, Yakutumba amesema raia iwe na amani na wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC, kwani wanaendelea kupambana ili AFC M23 wasifike Baraka na Fizi na sehemu zingine. Huyu sema lazima wakomboe sehemu zilizoshikwa na AFC M23. Alors sisi kama vile wazalendo pamoja na jeshi la FARDC tukiwa nyuma ya Son Excellence Felix Tshisekedi, tulisema haitawezekana teritoria ya Fizi adui aingie akamate Baraka, akamate Fizi na aendelee. Alors ndio maana sisi tunaweza kurasire population ya Fizi, population ya jiji la Baraka kwamba tuko pale tunazuia adui na tutaendelea na tutagomboa nchi yetu pamoja na wandugu wengine wote, wazalendo wote wa teritoria ya Uvira, wa teritoria ya Fizi, Mwenga, wote konfondi, tuko pamoja derrière le chef de l'État kuangalia namna gani tutasaidia FARDC. Pamoja na FARDC na sisi tuko na kazi kubwa ya kutafuta kugomboa nchi yetu. Haiza, kuhusu swala la ukabila ambalo lilishuhudiwa siku zilizopita kati ya Wafuliru na Wabembe, Amuri William Yakutumba amesema yafuatayo kuhusu jambo hilo. Mimi naacha ujumbe. Nilisema wazi kwenye mitingi, niliambia watu kusema kwamba hakuna wakati wa kusema Wabembe, Wafulero wanaweza kuwa na vita huku teritoria ya Fizi. Wote wanapaswa kuwa na umoja, amani, tuangalie namna gani ya kugombanisha adui. Tusipatie adui faida sababu ya magombano ya Babembe, Bafulero, tusa. Donc sisi wote ukiangalia ndani ya wazalendo utakuta Bafulero wiko, Wavira wiko, Wabembe wiko, Warega, kabila zote na watu wa Equateur tuko nao pia. Alors watu wote tuko konfoni na vile tuko na wao pia wanapaswa kujenga umoja wa kabila zote pasipo ubaguzi wowote ule. Donc tunapiga marufuku, tunakatara kabisa kitendo kile cha mavuruko kati yetu sisi kwa sisi. Kama vita vilifika, kulipita incident, ile incident ilipita, anaweza kuwa individual provoke incident, haita contamine etini zote au nani zote igeuke kwa vita ya makabila. Ile tunapiga vita, tunajua kama tutajua namna tutarekadre basoda yetu ambao baligombana
Alors ile tuliza na kama tulituliza. Namba moja huyo wa CNPSC ametoa oda ya kuondolewa kwa viziwizi vyote vinavyopatikana tarafani Fizi ambavyo vinasumbua raia. Tulimaliza kuzungumuza juu ya vizuizi barabarani. Tunajua kama vizuizi vya barabarani njoo ile tulizungumzia pale, na tulisema kwamba vizuizi vyote tangia leo tariki 14 hatupendi kuona kizuizi ndani ya barabara. Watu wenye kutia mabariere wanapaswa kuondoa mabariere, surtout mabariere payante. Kuko mabariere yenyewe inaweza kuwa fasi tutasible zenye ziko zinakuwaka insécurité ya mavolere me arme tout ça. Kwa kuevite ile kuko mafasi tutatia bariere, mais zile bariere tutatia za sécurité. Hakuna siku moja wanapaswa kulomba likuta kwa raia. Kama ni kula kwao, sisi wenyewe viongozi wa VDP tutajisharge kwa kuwalisha zile bariere ambazo tutadefinire kusema hapa na hapa kutakuwa bariere, kama ni 3 kama ni 4 tutaangalia namna gani watakuwa na kula. Asante sana Bibu Kurtantine Aldama kwa ripoti yako hiyo. Msikilizaji, kama gisi unavyosikia upande wa pili, namkaribisha mwenzangu Izake Mlucha Ashibe kwa ukurasa wa habari za michezo. Ila kabla ya kuingia, tukumbushe kwa klabu ya AS Dauphin Noir kutoka Goma yake mchezaji Kandinda Mapendo maarufu Payet wameweza kuambukia kipigo cha bao 1-0 dhidi ya vijana wa OC Renaissance katika uwanja wa Tata Rafael pale Kinshasa. Izake Mlucha Ashibe, tuambie sasa ilikuwa namna gani katika viwanja mbalimbali vya hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na sehemu zingine. Naam, barabara kabisa mpenzi msikilizaji, mwenzangu Omari Makelele Ozile, asante sana kwa kuniachia ukurasa huu wa michezo kwa siku ya leo. Tuanze mara moja na ligi kuu ya hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maarufu Linafoot, ambako mitanange iliyopigwa kwa siku ya leo ilijumuisha timu ya New Soldier ambayo iliweza kwenda sare ya 1-1 na timu ya CS Manika, lakini pia timu ya AS Maniema Union ilipeleka sare tasa na timu ya Vita Club, na timu ya OC Renaissance iliweza kuilaza kinoma timu ya Dauphin Noir kwa kuijabanga bao 1-0. Kwenye michuano ya AFCON inayoendelea huko Morocco, saa 1 usiku leo Simba wa Teranga wa Senegal wataweza kumenyana vikali dhidi ya Farao wa huko Misri, na itakapotimia mida ya saa 4 usiku Nigeria itaweza kupambana vikali na wenyeji wa mashindano hayo ambayo ni Morocco. Huko Uingereza katika Carabao Cup, Chelsea watamenyana vikali mida ya saa 4 usiku vile na timu ya Arsenal Gunners. Bila shaka matokeo ya mechi zote hizi tutayapata hapo asubuhi kwenye uchambuzi wetu wa habari. Tukiangazia tu kwenye habari za michezo ni kwamba Manchester United hawana mpango wowote wa kumrejesha klabuni Marcus Rashford hata mkopo wake na FC Barcelona utakapomalizika. Naam, ni hayo ndio nilikuwa nayo kama habari za michezo kwa siku ya leo. Mwenzangu Mari Makelele Ozile. Asante sana Izake Mlucha Ashibe kwa ukurasa wa habari za michezo. Msikilizaji, endapo unakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari za Radio Kivu katika mji wa Baraka kupitia masafa ya FM kunako mita 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Tujelekeze huko Asolelo ni kwamba mapambano makali yameshuhudiwa mida ya saa 3 hadi saa 7 za mchana maeneo ya Mkoko na Asolelo nje kidogo ya kijiji cha Mulima kwenye nyanja za juu ya tarafa la Fizi, kati ya wahasi wa Twigwaneo zidi ya jeshi la taifa FARDC wakiungwa mkono na wazalendo mnamo Jumatano hii ya tariki 14 Januari 2026. Bwana Inonsa, kiongozi wa shirika la raia pa Mulima, ametoa mwangaza juu ya hali ilivyokuwa. Tulitaka kuwafahamisha habari tulio nao katika eneo letu la village Mulima. Mulima iko mu groupement ya Basilocha, sekteri ya Tanganyika, tarafa la Fizi. Mamida ya saa 2 kulisikilika milio ya risasi ambayo ililia katika milima nyanza za juu kunjia ambayo inapanda kuelekea Minembwe, sababu Mulima na Minembwe kuna tembewaka muda wa saa 3 kwa migulu, lakini mahali kulipo sikilika milio ya risasi yalianzia
katika njia wanaita mukoko, ni kupanda mshende mitumba, precisement fazi yenye wanaita asolero. Ni pale kabisa kulipamba moto mamida ile ya zile saa kati ya jeshi letu la taifa na wale wa Twirwaneho, na wakati walipokuja ni wao walikuja shambulia jeshi letu la taifa, lakini nguvu ambazo Mungu amewapa wa jeshi wetu pamoja na wazalendo waliwasukuma kabisa adui na kuwapandisha katika nyanza za juu mpaka kuwafikisha kusome ya njia ile ya kujielekeza ngambo za Kakenge. Na mpaka kwa sasa milio ya risasi ilifika mpaka mamida wa saa 7 iko inasikilika, lakini kwa sasa watu wako kimya. Lakini tumeshukuru Mungu sababu watu wanaendelea, wako activities za zinaendelea katika village ya Mulima na ndani ya groupment ya Basilocha, sababu jeshi letu pamoja na wazalendo wanaendelea kutia raia moyo na kuambia hakuna kitu kitakapo wazuru population ili wawe kimya na watumike kazi zao. Upande mwingine, mkuu kiongozi huyo wa shirika la raia pa Mulima ametoa shukran na kupongeza viongozi wa mtandao wa Vodacom kwa kurekebisha mtandao huo ambao kwa takriban miezi 5 sasa ulikuwa haufanyi kazi maeneo hayo. Pili, tunaweza kushukuru watu wa Vodacom kwa kukuja tengeneza antenne, sababu ni muda mirefu kabisa, kama muda wa miezi hata 6 wala miezi 5 ndani ya eneo letu la Mulima hakuna network. Tulikuwa tukitafuta rezo kupanda kwenye mabilima, lakini kwa sasa tumeshukuru watu wa organization ya Vodacom kuja kutengeneza antenne, na tukai hivi tuko na rezo ya mzuri sana. Kutokuwepo kwa wakuu viongozi wa jimbo la Kivu Kusini kama vile gavana na makamu wake kwenye eneo ambazo bado serikali inadhibiti ni kosa kubwa, kwani vinyume vya hayo ni vingi. Ndivyo amesema notable Andre Biadunia Mashaka, ambaye ameomba serikali kuu ya Kinshasa kuvalia njuga swala hilo. Maneno hayo ameyasema katika mahojiano yake na Radio Kivu, ambako kwa mujibu wake ni jambo la kusikitisha kuona viongozi wanaostahili kuwa mfano kwa kutia raia moyo, hasa wakati wa vita, wanakuwa tena wa kwanza kuwaacha. Andre Biadunia ameongeza kuwa ni vema viongozi wa Kinshasa kuvalia njuga swala hili la ukosefu wa viongozi wa jimbo la Kivu Kusini kwenye maeneo ambako bado serikali inadhibiti. Absence ya autorité de l'État haikuanza leo, c'est depuis yenye gouverneur anakimbia hapa Bardaero. Unajua kama balikimbia, moi même j'avais vraiment de très sérieux problème na gouvernement provincial wakati nilikuwa naambia kwamba hamuongi balianza kimbia vendredi na mwingine kakia kuanguka dimanche, donc wote walikuwa tena habako na mrenyo mwa. Nikamwambia gouverneur comment unaweza kuwa na chefera entouré na conseil provincial la sécurité ya watu bali kuconseiller toke Bukavu na adui hayakuwa hata karibu. Pourquoi tunaweza kuwa na wakimi makanambia nono wewe wafanyie rapport Kinshasa pour kiwa batowe. Je l'avais dit en pleine réunion, batu ya maanere bote bako pale devant yangu, même le général était là, le commandant région. J'ai dit clairement que mwendo mnarusha province ya Sud Kivu parce que mlikimbia 2 jours avant tomber à Bukavu. Alors autorité de l'État, leo hatuna autorité provinciale, il faut pas qu'on trompe. Peut-être le fils ndio ngali administrateur wa territoire, peut-être le ville ya Baraka ndio ngali na maire de la ville, mais Uvira n'a plus de maire est en refuge, même si on a en cascade à lui, donc il ne sait même pas comment il peut se rechercher aujourd'hui. L'autorité provinciale, est-ce qu'il il n'existe pas. Donc ça, il va tout qu'on a besoin, qu'on a besoin un document, n'a conséquences à Kabambi. Une organisation qui peut peut-être avoir besoin de kupata autorisation de fonctionnement, sijui acquis des droits de la part ya gouvernement provincial yenye ta presenter sijui kwa partenaire, hawezi kuipana parce que autorité haiko, hautamfuata Bujumbura na benye bako Bujumbura. Moi même j'étais au Burundi, nilifanya autant de jours sikumwona gouverneur de province, j'ai fait des messages il n'a jamais répondu kuniambia kama tunaweza kuona dans ce sens. Il est là gouverneur de province Burundi na jua nani bote bako pale, hatuyasikiaka hata mwa wanaita renyo kabambi ya kusema mwewe nyamkwendaga mmaka wenye mko na manyumba yenu Bujumbura, mke tuonane tuongee tuone qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Il y a des gens qui sont prêts kupana hata kama mchango kwa kusaidia watu, mais l'autorité de l'État est absente msiti Kivu. Na ndio maana kama ingewezekana gouvernement congolais tusaidie, ipane shurti kwa equipe yote ya gouvernement provincial batoke mwinchi ya watu barudie Baraka, bakiwa tumikie Baraka parce que omwe batu batakuwa biko na baona pale na sababu ko naenda ku visiter ku bureau saa yote batakuwa nafanya rapport Kinshasa. Mais comme ils sont dans les hôtels hapa Bujumbura kwenye banaikala, bon
ça ne leur dit rien, banaona tu kama ni maisha ya kawaida, alors que population ya Fizi iko nahangaika, population ya Uvira sasa iko makambi, Uvira territoire comme Uvira ville, batu ya Walungu nafasi nyingine bote sasa batu munde bandade. Donc autorité de l'état iko absente, tusidanganyane, le gouverneur n'existe presque plus hakuwake, mais kwa kusema tujue kama iko arudie kwa kuikala Baraka, mais hapana kutumikia kwa nchi ya watu. Na katika habari za kitaifa msikilizaji, ni kwamba shirika la madini la Gécamines limepeleka tani 1,100 za shaba Marekani kama matokeo ya kwanza ya makubaliano yaliyosainiwa hivi karibuni huko Washington. Izake Mulucha Ashibe na ripoti kamili. Ndiyo, kampuni ya uchimbaji madini ya serikali ya Kongo Gécamines imetangaza kuwa imeamua kutumia haki yake ya ununuzi kwa kutuma tani 100,000 za uzalishaji wa shaba wa 2026 kutoka mgodi wa Tenke Fungurume Mining kufuatia mashauriano ya soko yaliyofanyika mwishoni mwa mwaka wa 2025. Kulingana na shirika hili la Gécamines, operesheni hii ni ya kwanza ya ununuzi wa moja kwa moja wa ujazo uliohifadhiwa kwa kampuni ya umma kama sehemu ya ushirikiano wake wa uchimbaji madini. Shaba iliyonunuliwa iliyosambazwa mwaka wa 2026 inaelekezwa moja kwa moja kwenye soko la Marekani. Kampuni ilieleza hivyo, ikionyesha kuwa operesheni hii ni sehemu ya matarajio ya makubaliano ya hivi karibuni kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Marekani. Gécamines inasema kuwa operesheni hii inatekeleza dhamira ya Rais wa Kongo Felix Tshisekedi Chilombo ya kuimarisha uhuru wa nchi juu ya rasilimali zake za asili. Tumefurahi na operesheni hii ya kwanza ambayo inatekeleza kazi ilifanyika kwa zaidi ya mwaka mmoja ili kuimarisha nafasi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye soko la kimataifa la malighafi na kutekeleza dhamira ya serikali ya Kongo ya kuimarisha uhuru wake juu ya rasilimali zake za asili, aliongeza Placide Nkala Basadilua, mkurugenzi mkuu wa Gécamines. Gécamines inakumbusha kuwa tangu mwishoni mwa miaka ya 1990 uuzaji wa madini yanayozalishwa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulikuwa hasa ukifanywa na wafadhili wa kigeni. Kampuni inaonyesha kuwa mashauriano ya soko ya ushindani yalifanyika miaka ya hivi karibuni yameruhusu thamani bora ya bidhaa, ongezeko la msingi wa ushuru wa serikali na ubadilishaji wa wanunuzi. Kwa muda mrefu, Gécamines inatarajia haki za kuuza zaweza kufikia tani 500,000 za shaba na tani 40,000 za kobalti kulingana na kampuni. Tukumbushe kuwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaongoza bila mpinzani katika uzalishaji na akiba ya madini ya cobalt kote duniani, ikitoa zaidi ya 70% ya usambazaji wa dunia wa madini hayo muhimu kwa betri za magari ya umeme na vifaa vya kielektroniki, na uzalishaji wake ukijikita katika majimbo ya Lualaba na Haut-Katanga, hasa huko Kolwezi. DRC vile vile ni nchi ya pili kwa kuzalisha madini ya shaba duniani mwaka 2024, ikifuatiwa na Chile na ikipita Peru, ikiwa nchi ya kwanza barani Afrika kwa uzalishaji wa shaba. DRC ilifikia rekodi ya kuexport tani milioni 3.1 za shaba mwaka juzi. Omari Makelele Ozile, hatua hii ya kupeleka madini ya Kongo moja kwa moja Marekani imetokea baada ya kubainishwa kwa soko mbadala yenye kuendesha na Rwanda kwa kutumia madini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya uvuli wa kivita vinavyoendelea katika sehemu ya mashariki mwa nchi hiyo ambayo Rwanda inasema ni vita ya Wakongomani wenyewe kwa wenyewe. Tumalizie uchambuzi wetu wa habari na habari kutoka katika nchi jirani ya Burundi. Ni kwamba kiongozi wa muungano wa vyama vya upinzani mchini Burundi Kodebu, Kefani Bizi, amebainisha kuwa kupanda kwa bei ya kodi za nyumba inatokana na kushuka kwa sarafu ya Burundi na wingi wa wakimbizi kutoka nchini DRC ambao wengi wameamua kupanga nyumba mijini kwa fedha za kigeni. Bukuru Elias Daniel ni mwanaripota wa Radio Kivu kutoka Burundi, ametuandalia ripoti ifuatayo. Kupanda bei kwa kodi za nyumba kwenye maeneo mbalimbali nchini Burundi, hasa katika miji, inatokana na kushuka kwa thamani ya sarafu ya Burundi na wingi wa wakimbizi wa DRC, kama anavyosema kiongozi wa muungano wa vyama vya kisiasa vya upinzani nchini Burundi Kodebu, Kefani Bizi. Muri no misi haribonekeza iduga riteye ubwoba ry'amafaranga yo gukota amazu yo kubamwo. Siku hizi kumekuwepo na kupanda kwa kodi za nyumba za kupanga mjini Bujumbura, na mara nyingi kutokana na kila kitu kwa sasa kupanda bei, lakini zaidi ikiwa ni kutokana na sarafu ya Burundi kushuka thamani yake. Kodi hiyo pia imepanda kutokana na wingi wa wakimbizi kutoka nchini DRC, ambapo baadhi ya wakimbizi waamua kuishi mjini na kupanga nyumba kwa kulipa fedha za kigeni kama dola, na kupelekea kodi za nyumba kupanda. Suluhisho ya hilo ni vigumu, ingawa serikali iliwahi kusema kwa itaunda mkakati wa kufuatilia swala hilo, lakini itakuwa vigumu, maana wakati nyumba hizo zinajengwa hakuna mtaji wa
wa serikali uliotumika, lakini suluhisho ni namna serikali inaweza kufanya ili sarafu ya Burundi iweze kuwa na thamani, kwa sababu itakuwa vigumu serikali kuweka bei ya kupanga wakati hayakuweka mtaji katika ujenzi wa nyumba hizo. Isubira ry'agaciro ry'amafaranga y'amarundi bisa n'ibidakunda yuko leta iza gushinga ibiciro vy'amazu atacu yafashije mu gihe ariko arubakwa. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Nani hapo ndipo natamatisha uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo, na kushukuru msikilizaji kwa kuweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Vile vile sitakosa kushukuru jopo nzima andishi habari wa Radio Kivu waliosaidia kuziandaa. Mimi ni Omari Makelele Ozile, nasema bye bye.